Kwa majina anaitwa Mrisho Goa Mfaume, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Yange Yange, kata ya Msongola, halmashauri ya jiji hili la Dar es Salaam. Siku ya jana nikiwa hapa kwenye majukumu yangu ofisini, nikapata taarifa ya simu kutoka kwa mlinzi wa shule. Baada ya radi na mvua kubwa kunyesha ikapiga radi, kwa hiyo nikapata taarifa ile ya mshtuko. Alinipigia simu mlinzi wa pale kwamba kuna mshtuko, watoto wameanguka hapa, kwa hiyo tunaomba mwenyekiti uje haraka. Sasa kwa kuwa shule na hii ofisi yetu haiko mbali, na nikawa naona msongamano wa watu wanakimbia na nini, nikafanya haraka, nikawa nimefika kwenye eneo la tukio. Ni kweli nikawa nimekuta watoto 5 wameanguka wako chini. Sasa kwa kushirikiana na walimu tumeweza kufanya jitihada ya kuwabeba na kuwapeleka katika kituo zahanati yetu hii ya Msongola, ambayo yenyewe nayo iko opposite kabisa na ile shule ya Msongola. Kwa hiyo tumefikisha katika kituo, wataalamu wameanza harakati zao za kuweza kuwapa matibabu na kufanya vipimo vingine vya kutambua hali zao. Lakini kwa bahati mbaya muda huo daktari akawa ametufahamisha kwamba kati ya watoto wale 5, watoto 3 wamefariki. Kwa hiyo tukawa tumeweza kushauriana kwamba taratibu zingine kitaalamu, wakasema hospitali hii haina uwezo sasa ya kuweza kuatibu hawa majeruhi pamoja na kuhifadhi miili. Kwa hiyo tuliweza kufanya mawasiliano na hospitali ya wilaya Kivule, naye iko katika maeneo haya. Tukaweza kuchukua miili ya marehemu wale pamoja na wale majeruhi kwa lengo la kwenda kupeleka katika hospitali yetu hii ya wilaya ya Kivule. Lakini jambo ambalo lililofuata pale, tuliendelea na taratibu zingine ambayo wataalamu wetu walikuwa wanaendelea kuwapa matibabu wale majeruhi, lakini pia kuhifadhi miili ambayo ya wale watoto waliofariki na kuweza kufanya jitihada za kutambua majina yao pamoja na kutambua wazazi wao. Kwa hiyo mpaka ilipofika mida ya saa 6, kitu kama saa 6 mchana, na kwa kuwa mkuu wa wilaya alikuwa ameshapata taarifa kwenye hili, tunamshukuru sana mkuu wa wilaya sana kabisa, na Mwenyezi Mungu ampe nguvu na moyo huo, kwa sababu alipopata taarifa, mheshimiwa diwani alipopata taarifa tu haikuchukua muda mrefu, kwa kweli amefika yeye akiambatana na mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam pamoja na mstahiki meya na timu nyingine ya watu wengine, afisa elimu. Kwa hiyo alifika pale, tukapata nguvu ya kuweza kushirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo hatua zote zile za pale, mheshimiwa mkuu wa wilaya alikuwa akiwa anatoa maelekezo na kutambua majeruhi, kuwatia moyo pamoja na kutambua kwenda kuona wale marehemu ambao waliofariki. Jambo la faraja ambalo tumelipata kama sehemu ya wafiwa, kwa maana mwakilishi wa hawa wananchi hawa, ni kitendo cha mkuu wa wilaya kuzungumza na wananchi ambao waliokuwa pale, wazazi na baadhi ya majirani pamoja na watu waliokusanyika, kwa neno la pole ambalo alilolitoa. Aliwahakikishia kwamba serikali iko pamoja na wananchi wale, lakini kwa haraka ile, kwa maana ameelekeza hospitali ya wilaya wagonjwa wote wanaotibiwa pale, basi gharama zote za matibabu zitakuwa chini ya ofisi yake. Kwa hiyo ni jambo la faraja, wananchi walifurahi pia. Lakini pia alielekeza na hao ambao waliofariki, basi wazazi wasiingie gharama zozote, basi serikali kupitia ofisi yake ya wilaya na uwakilishi wake kama alivyojitambulisha yupo kwa niaba ya mkuu wa mkoa, yeye amesema misiba yote ya marehemu hawa 3, gharama zote ofisi yake ya wilaya itazigharamia. Kwa hiyo imetupa moyo na imetupa faraja kwa kuona ushirikiano baina ya serikali na jamii ambayo yenyewe naye imepata changamoto. Lakini alisisitiza, alisema kwamba hizi gharama hazihusishi marehemu wote ambao watakaokuwa wamefariki. Ili sitafasirike kwamba mtu ukifiwa basi utaenda serikalini ukapata matibabu hayo. Kwa ametafasiri vizuri tu kwamba kutokana na aina ya msiba wenyewe na uzito wa jambo lenyewe lililotokea, kwa hiyo amefanya msamaha ule kwa wale wagonjwa pamoja na hizi familia ambazo zimepata msiba wa kushtukiza na msiba wa kipekee. Kwa tunashukuru sana.
Na hili hakuishia pale, tuliambatana naye mpaka katika eneo la tukio, kwa maana shuleni. Alichunguza, ameenda kuona eneo lenyewe lilikotokea tukio, lakini akakuta na wazazi pamoja na walimu na wanafunzi. Alirejea kusema haya ya kwamba serikali iko pamoja na wananchi kwenye hili, yeye atabeba dhamana ya hivyo vitu vyote. Lakini pia ametoa na maangalizo mengi hasa kwa kipindi hiki ambacho wataalamu wa hali ya hewa wametutangazia na mapema kwamba kutakuwa na mvua nyingi, zinawezekana zikawa za hatari, na hatari yenyewe ndio imetokea. Kwa hiyo alitahadharisha namna ya kuweza walimu pamoja na wazazi, hususan walimu, kutoa elimu ya somo la radi na namna ya kuweza kujikinga na tahadhari zingine. Kwa tunashukuru, alitupa faraja nyingi na ametusaidia. Lakini leo baada ya hapo jana, nadhani tulitembelea familia zote sasa majumbani mwao kuona hizi familia zilizopata majanga, taratibu za mazishi zikoje, ili sasa ile dhamira ya mkuu wa wilaya kusaidia, basi ajue ratiba ya mazishi na familia hizo ziko wapi, ili kuweza sasa kutekeleza maazimio yale ambayo alielekeza kupitia kikao. Kwa hiyo jana usiku tulifanya hiyo kazi na tulizitambua hizo familia, ambaye kati ya hawa watatu mmoja alienda kuzikwa jana hiyo Kiwalani, familia yake ilienda kumzika japo ilikuwa ni usiku tena. Lakini mwingine leo tarehe 29 ndio amemsafirisha kuelekea Kisarawe ambako wazazi wake walikotokea. Na marehemu mmoja ambaye Alexander, yeye atazikwa kesho kuanzia mida ya saa 4, taratibu za ibada na sala za kumuaga basi zitafanyika na mwisho wa siku wataenda kuzika. Kwa hiyo tunashukuru tulikofikia hapa kwa ushirikiano baina ya serikali pamoja na wananchi. Walitoa ushirikiano mkubwa toka mwanzo wa tukio mpaka hivi katika hatua hizi za mazishi na hatua nyingine ambazo tunatarajia kesho kwenda kumaliza kumuhifadhi huyu mtoto wa mwisho ambaye ni Alexander. Hali ya majeruhi inaendelea vizuri. Jana waliruhusiwa na nikumbushe tu kwamba ile ahadi ya mkuu wa wilaya imetekelezeka leo. Tulikuwa na afisa elimu wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam amekuja kwa ajili ya kumwakilisha mkurugenzi, kwa maana kutimiza hiko kiwango cha fedha ambacho ameahidi. Kwa hiyo kila msiba wameweka constant kile kiwango cha shilingi milioni 2. Kwa hiyo tumeenda kuwasilisha, mheshimiwa diwani wetu wa kata ametuongoza, tumekwenda kila misiba yote tumeenda tumekabidhi hicho kiasi cha fedha ambacho sasa kimeweza kusaidia kupunguza zile gharama za kuendesha msiba. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.